huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina, Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Mwansasu. Kristo amerejea kwa mara ya pili. Amina. Lakini pia urejeo wa kwake Yesu Kristo ni kwamba tuweze kumiliki na kutawala. Amina. Lakini pia huwezi kumiliki na kutawala ukiwa kwenye ukoo wenu uliotoka. Ukoo wenu unanena umaskini, utamilikije na kutawala? Ni vitu vile ambavyo haviendani kwa sababu kwanza wenyewe wanakataa. Agano linanena umaskini. Na wewe pia upo ndani ya mfumo. Na huo mfumo unanena umaskini. Na wewe unataka kuwa tajiri alafu upo ndani ya mfumo. Hapana, mfumo unakukatalia. Unajua ukiwa ndani ya mfumo lazima ufanye kile ambacho mfumo unataka. Kwa hiyo uwezi ukataka utajiri ama bilionea wakati kwenu kuna neno maskini ama ufukara, kwa sababu utakuwa wewe sio mtoto wao. Utakuwa umetoka nje ya ule mfumo. Kwa hiyo kama ukitoka nje ya ule mfumo na mfumo unakukataa, kwa hiyo kwenye ulimwengu leo ina maana wataanza kukuwekea vikwazo ili usiweze kutawala na kumiliki. Amina. Na Kristo ameliona hilo na ndio maana akaleta ukoo mpya wa Mwansasu, na ukiingia ndani ya ukoo mpya wa Mwansasu ndipo ambapo utatawala na kumiliki. Amina. Amina. Lakini yote kwa yote imani inahitajika. Kabisa. Amina. Msikilizaji, tunakusalimu sana popote pale unapotusikiliza, na tulikuahidi kwamba tutakaporejea tutarejea tukiwa na mtumishi wa Mungu, mpakwa mafuta wa Mungu, kuhani wa Mungu ambaye ni Mtume G.K. Mwansasu. Tumemtambulisha, lakini na yeye pia atapata nafasi ya kujitambulisha. Na huyu ni mtume kutoka huduma ya Homina, ambapo ni huduma ya ukombozi kwa mataifa yote. Kwa hiyo msikilizaji, popote ulipo, tukukaribishe sana kwa wakati huu, lakini pia utapata nafasi ya kuuliza maswali endapo kuna sehemu yoyote labda utakuwa hujamuelewa mtumishi wa Mungu, utaruhusiwa kuuliza maswali. Lakini pia tukujuze sehemu ambako tunapatikana kwa hivi sasa. Tunapatikana kupitia Radio Box, ambako huko Radio Box ni Homina Gospel Radio, tunasikika vyema. Lakini pia tunapatikana live ama mbashara kwa upande wa Facebook, ambapo akaunti ni huduma ya Homina. Kwa hiyo tufuatilie huko mbashara, andika maoni yako, lakini pia maswali andika huko na sisi pia. Amina. Na kwa namba ya studio ya kushiriki ni 0673 906 907, 0673 906 907. Amina. Jina langu naitwa Lucy Mwansasu. Amina. Naitwa Dorcas Mwansasu. Amina. Na hapa studio tayari tunaye mtumishi wa Mungu, Mtume G.K. Mwansasu, na kabla hajajitambulisha na kabla ya mambo mengine kuendelea, tupate nafasi ya kujikabidhi mikononi mwa Mungu, yani mtumishi wa Mungu aweze kutukabidhi mikononi mwa Mungu, na baada ya hapo sasa moja kwa moja ataelekea katika utambulisho. Amina. Kwani wa Mungu, karibu kwa ajili ya kutufungulia kipindi. Amina. Amina kwa kupewa hii nafasi kwa ajili ya kukutana na Kristo. Amina. Tufungue kipindi kwa maombi. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ishiye juu mbinguni. Baba, tazama, wewe ndio umetaka tuwepo kwenye hizi maiki za Homina Gospel Radio, sisi kama watumwa wako, kama watumishi wako. Lakini lengo na kusudi la kuwepo kwenye hivi visemeo ni kwa ajili ya utukufu wa jina la kwake Yesu ambaye ni Kristo. Achilia nguvu yako kwenye hili anga. Achilia uweza na mamlaka yaliyo makubwa kwenye anga na hii ardhi. Tunaamini kila mmoja ambaye amefungulia masafa ya 90.7, mitandao ya kijamii yote ya huduma na Radio Box, tunaamini kwamba ni kweli yuko pamoja na wewe. Lakini ninaomba na ninapenda kila mmoja akapokee kile ambacho Roho wa kweli wa Mungu umemkiachilia kwa huu wakati, kwa kupitia mimi mtumwa wako, mtumishi wako. Naamini hakuna lisiyowezekana kwako. Ninajiweka mikononi mwako katika jina la mwanao Yesu ambaye ni Kristo. Amina. Ndugu watangazaji. Amina. 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 Msikilizaji, tukukumbushe namba ya kushiriki hapa studio ni 0673
906 907 ni namba ya ujumbe wako mfupi. Lakini tufuatilie mbashara kwa upande wa Facebook huduma ya Homina, na tufuatilie pia kwa upande wa Radio Box ni Homina Gospel Radio duniani kote. Amina. Amina. Kwa wakati huu mtumishi wa Mungu anakwenda kujitambulisha, lakini pia na kuitambulisha huduma ambayo ameibeba. Amina. Karibu sana kwani wa Mungu. Amina. Amina kwa kupewa nafasi ambayo natakiwa nifanye utambulisho wa kwangu mimi kama mtume na huduma ambayo ndiko pahala huwa natoka. Amina. Kwa majina, mimi ni mtumishi, ni mtume niliyepakwa mafuta na Mungu wa miungu, mimi mtume G.K. Mwansasu. Amina. Kwa ningependa jamii nzima na wale wote wanaotufuatilia wajue kwamba mimi ni mtume G.K. Mwansasu. Amen. Mimi mtume G.K. Mwansasu natoka kwenye huduma inayoitwa Homina. Ndugu watangazaji na wasikilizaji na wale wote wanaotufuatilia duniani kote, Homina ni huduma ya ukombozi kwa mataifa yote. Amina. Kwa ningependa kila mmoja ajue hivyo, kila mmoja afahamu hivyo, ili kile ambacho nimetumwa nikiachilie kiweze kuwa na uhai ndani kwake huyo ambaye amebeba imani kwa ajili ya kumsikiliza mtume G.K. Mwansasu wa huduma ya Homina. Amina. Lakini huduma ya Homina mahala ilipo, ndugu watangazaji na wasikilizaji, huduma ya Homina ipo mkoani Njombe, mjini Njombe. Amina. Kwa hiyo yote yule ambaye atahitaji kuifikia hii huduma au kukutana na mtume G.K. Mwansasu, kama nilivyoweza kutambulisha kwamba hii huduma ni ya kimataifa, hakika achukue hatua kufika mkoani Njombe, mjini Njombe. Mahala hapa akifika ndipo atapata nafasi ya kutupata, atapata nafasi ya kukutana nami mtume G.K. Mwansasu wa madhabahu ya Homina. Amina. Lakini mawasiliano nilionayo ambao ndio yanayotumika kwa mtume, ndio yanayotumika kwa ajili ya huduma ni 0754 0754 037 522. 522. Napenda kuirudia. 0754 0754 037 522. Hii ni namba pekee ambayo yeyote utaona kuna haja ya kufika Homina au kukutana na mtume G.K. Mwansasu, utapiga simu kwa hii namba, utajibiwa yale ya kupasayo kuyatenda kwa huo wakati, ili Mungu aliyenituma aweze kudhihirika na kuonekana kwako. Amina. Amina. Ukituma ujumbe utasomwa, utajibiwa kulingana na hitaji lako kwa huo wakati, kutoka kwenye hii madhabahu ya Homina. Amina. Amina. Namba ziko mbili. Tuna Halotel 0620 0620 64 64 50 50 25. 25. Napenda kuirudia. 0620 0620 64 64 50 50 25. 25. Pia vile vile hii namba ukipiga itapokelewa, utashauriwa yale ya kupasayo kuyatenda kwa huo wakati kulingana na uhitaji wa kwako. Amina. Utatuma ujumbe, utasomwa. Huo ujumbe ukisomwa utajibiwa kulingana na hitaji la kwako kwa huo wakati. Amina. Kwa ndugu watangazaji na wasikilizaji na wale wanaotufuatilia kimataifa kwa kupitia Radio Box, mitandao ya kijamii ya huduma na radio yenyewe na masafa pia ya 90.7,
hakika hii Homina ni huduma ya ukombozi kwa mataifa yote. Kwa na kuhakikishia uponyaji ndani yake, na kuhakikishia kufunguliwa kwako, na kuhakikishia kukombolewa kwako. Amen. Ni kwa nini naachilia uhakika katika ibada kama hizi? Ni kwa sababu kweli niliyembeba Yesu ambaye ni Kristo wa urejeo anafanya uponyaji. Amen. Kwa nini anafanya uponyaji? Anatenda katika kufunguliwa au kukombolewa. Shuhuda mmezisikia. Amen. Kila siku unapokuwa unafungulia 90.7 Homina Gospel Radio, Radio Box na mitandao ya kijamii, mengi unayashuhudia. Ndio maana niko mahali hapa nikikuhakikishia kwamba pokea huu ujumbe, pokea neno lililo hai, ambalo hili neno linaenda kufanya uponyaji kwako. Kuna watu wako vitandani, wameteseka muda mrefu, wamehangaika muda mrefu. Sasa ni saa ya ukombozi. Amen. Vifungo mbalimbali, watu kibiashara, kindoa, watu wanalima wavuni. Sasa ndo wakati mbele ya madhabahu ya Homina kwamba Mungu aliyenituma mimi ni Mungu ambaye anatenda. Kwa ningependa upokee hizi jumbe kwa imani ya kiwango cha hali ya juu. Amen. Tuna ibada Alhamisi saa 4 asubuhi na Jumapili saa 4 asubuhi. Kwa ningependa kila mmoja ajue na atambue kwamba ndani ya madhabahu ya Homina kwa wiki tuna ibada 2 tu, na hizi ibada zinabeba uponyaji. Kwa yoyote mwenye magonjwa, shida mbalimbali, magonjwa ya kila aina, fika tushiriki ibada kwa pamoja. Utakutana na Mungu ambaye atabadilisha maisha yako. Amen. Kuna watu ndoa zinasumbua, kuna watu biashara zinasumbua, kazi za mikono kwa ujumla ambazo chini ya jua zinakusumbua. Chukua hatua, fika tushiriki pamoja ibada hizo kwenye madhabahu ya Homina. Kama nilivyoweza kusema kwamba tuna ibada Alhamisi saa 4 asubuhi na Jumapili saa 4 asubuhi. Amen. Kwa haya yote hayabahatishwi, na hakuna ugonjwa ambao haiwezekani, labda wewe usitake. Amen. Kwa sababu huyu Yesu ambaye ni Kristo, yeye ni kila kitu aumu. Kwa ningependa beba imani ya kiwango cha ya juu. Shida, dhiki na matatizo ambayo vimekusumbua muda mrefu, umehangaika kila pahala, mkombozi amefika. Njoo muone mtume G.K. Mwansasu, mtume ambaye ametumwa kwa ajili ya kukutoa hapo ulipo. Mungu aliyenituma ambaye huwa anafanya uponyaji na kufunguliwa na kukombolewa, yeye ni pendo. Amen. Unyenyekevu na uvumilivu. Amen. Kwa ningependa tu nimtambulishe Mungu wangu katika hayo majina matatu ambao kwenye hili anga na hii ardhi yapo kwa ajili ya kuhudumia wana wa Adamu. Amen. Kutoka gizani na kuja nuruni. Amen. Kwa watu wa Mungu, hili ndo agano pekee ambalo Mungu niliingia naye wakati ananituma, kwamba ndani yangu akiona upendo, unyenyekevu na uvumilivu, hakuna ugonjwa, hakuna shida ambayo itagoma kwa wewe ambayo utakuwa umebeba imani na umeamua kushiriki ibada pamoja nasi kwenye madhabahu ya Homina au kwa njia ya mitandao ya kijamii au radio box au masafa ya 90.7. Amen. Mkono wa Mungu hauna umbali. Ni wewe tu jiungamanishe, jenga imani. Mungu aliyemtuma anatenda leo, kesho na milele hata milele. Amen. Nimesema mimi ni mtume. Amen. Manake nimetumwa kufanya nini? Ningependa jamii ijue na wafahamu. Amen. Mimi kutumwa kwangu kwenye hii kazi, nimetumwa kwa ajili ya kushughulikia madhabahu za ukoo wa kwako wewe unayenisikiliza, ukoo unaotoka upande wa baba yako, upande wa mama yako, upande wa mmeo, upande wa mkeo. Kwa nini? Hizi madhabahu za koo
unaotoka ziko chini ya shetani, ndo maana unapitia hayo ambayo unayapitia chini ya jua. Amen. Kwa hiyo ili tushughulikie hizi madhabahu za ukoo wako, kwani maana yake magonjwa ulionayo, vifungo ulivyonavyo, changamoto zote ulizonazo chini ya jua, ni lazima ujenge imani ya kiwango cha hali ya juu na ukubali kukataa hizi madhabahu zako unazotoka, ili uweze kushiriki pamoja na sisi ibada kwenye madhabahu ya Homina. Amina. Kumbukeni nimesema tuna ibada kwa wiki 2 tu. Nazo hizi ibada ziko Alhamisi saa 4 asubuhi na Jumapili saa 4 asubuhi. Naongea kwa ujasiri, nina uhakika, ni kwa sababu Mungu niliyembeba ni Mungu wa kweli. Amina. Ndugu watangazaji na wasikilizaji, Kristo amerejea. Amen. Katika urejeo wake ameachilia ufahamu. Kwa leo niko kwenye hizi maiki za Homina Gospel Radio. Mimi kama mtumwa na kutumwa kwangu, nimetumwa kuja kuachilia maarifa pekee, elimu ya kiungu kwako wewe unayenisikiliza, kwako wewe unayetufuatilia, ili uweze kutoka hapo ulipo. Kwa namna gani? Shida, dhiki na matatizo na changamoto ambazo unazopitia, ili ziweze kukuachilia, ili uweze kuwa hai chini ya jua. Ni lazima ukutane na Yesu ambaye ni Kristo. Huyu ni Kristo wa urejeo, lakini katika urejeo wake amerejea. Tumepewa miaka 1000. Hii miaka 1000 tumeambiwa tutatawala na kumiliki. Kwa nini unateseka? Kwa nini unahangaika? Kwa hiyo niko pala hapo, unipokee, unisikilize kwa umakini na uweze kuchukua hatua ya kuniamini, ili uweze kutoka kwenye hivyo vifungo. Amen. Hizi ni falme 2 zinazoshindana. Amina. Mungu Kristo ambaye ni pendo, unyenyekevu na uvumilivu, yeye ni roho na ni ufalme. Shetani pia vile vile ni roho na ni ufalme. Kwa hizi falme 2 huwa zinajiendesha kwa njia ya sadaka. Amen. Kwa hiyo unapokuja, jitahidi sana kutengeneza sadaka ambao ni kiunganiko kati ya wewe na imani piwa ya huyu Mungu wa Mwansasu, ili aweze kufanya kitu kwako. Manake moyo wako ukibeba hiyo sadaka katika roho na kweli ya kiimani, hakika upendo, unyenyekevu na uvumilivu utarejea ndani ya nyumba yako. Utaona ndoa, mume wako, utaona mume wako. Amina. Utaona mkeo akibadilika. Amen. Utaona biashara zako zikibadilika. Utaona ukilima ukivuna. Amen. Utaona magonjwa yakikuachilia. Tumesikia hapo shuhuda ambazo mlikuwa mmeziachilia hapo. Mtoto huyo wa kike ameenda makanisa mengi, anashuhudiwa kwamba yeye roho yake aliyoibeba sio, lakini anaendelea kusali. Amen. Na katika kusali, lakini hakuna ukombozi. Amen. Watu wa Mungu lazima tujue kwamba tuko chini ya jua. Lengo na kusudi ni kudhihirisha ufalme wa huyu Mungu wetu. Amen. Na ufalme wa Mungu wetu ni lazima utambulike katika kuondoa magonjwa, katika kufunguliwa na kukombolewa. Kwa tuhubiri Injili kwa pamoja kwa njia ya sadaka, kwa sababu Mungu alisema atabariki kazi za mikono yetu. Mungu huyu ataachilia baraka katikati yako. Hubiri Injili pamoja na mtume GK Mwansasu kwa njia ya sadaka. Amen. Ndugu watangazaji, napenda kuwasilisha, huu ndio utambulisho pekee unayemtambulisha mimi mtume GK Mwansasu ninayetoka kwenye huduma ya Homina, ambayo ni huduma ya ukombozi kwa mataifa yote iliyopo mkoani Njombe, mjini Njombe. Amina ndugu watangazaji. Amen. Amen. Swali la msikilizaji Anasema ambaye anaitwa Geroida Mwansasu kutoka Igeleke. Geroida Mwansasu kutoka Igeleke. Amina. Amina. Swali lake anasema, samani, naomba kuuliza, kwa nini ukiwa umeamua kumtumikia Mungu katika roho na kweli, na miungu nayo inainuka kwa kasi, na pia kama una kazi unakuta ghafla na kazi unaachishwa, hapo shida inakuwa ni nini? Na pia miungu inaweza kupitia kwa yule aliyenipa kazi,
Na je, nifanye nini yanipasayo? Kwa nini unapoamua kuokoka ndipo yaliyo mengi hata yaliyojificha yanainuka? Amen. Amen. Ni sahihi. Kumbuka wakati natambulisha huduma nimesema katika kutumwa kwangu mimi nimetumwa kushughulikia madhabahu za ukoo wako. Hizi madhabahu za ukoo wako ziko chini ya shetani. Amina. Na kama ziko chini ya shetani, uokovu unabebwa na nguvu za Yesu ambaye ni Kristo wa urejeo. Amina. Nikaenda mbali nikasema hizi ni falme mbili zinazoshindana. Lakini katika kushindana kwa hizi falme, kwamba ufalme ambao nimeubeba mimi wa Yesu ambaye ni Kristo wa urejeo unanena yaliyo mema kwa mwanadamu. Amen. Lakini ufalme wa pili wa shetani, kama nilivyotambulisha, kulingana na ukoo wako ulikotoka, unanena mabaya, mfano magonjwa, mfano vifungo. Ndio maana nimesema nimetumwa ili niweze kukuponya, niweze kukufungua na kufanyika ukombozi kwako. Amen. Swali linasema ni kwa nini miungu inainuka? Miungu inainuka ni kwa sababu inakumiliki, ina haki na wewe. Kuna agano ambalo liliingiwa la uzao wako wewe, la kuzaliwa kwako wewe, la kuja kwako hapa duniani, kwamba kuja kwako hapa duniani wewe, magonjwa kwako ni lazima, kuteseka kwenye ndoa ni lazima, njaa, shida, umaskini ni lazima. Kwa hiyo vinainuka, miungu inainuka au maadui wanainuka ni kwa sababu wanaona unaenda wapi. Kwa nini unataka kuwa tajiri wakati wewe ulikotoka asili yako ruhusi kuwa tajiri? Unaenda wapi? Kwa nini unapata mchumba unataka kuolewa wakati wewe agano linanena kutoolewa? Kumbuka nimesema hizi ni falme mbili zinazoshindana. Lakini umeuliza kwamba ufanye nini? Amina. Cha kufanya kikupasacho wewe kukifanya ni kukaa na kutembea katika msingi halisi wa maelekezo wa sanduku la agano ambalo nimesema Mungu aliyenituma yeye anadai ndani mwako wewe lazima ubebe upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Ukishabeba upendo, unyenyekevu na uvumilivu, ndo Mungu mwenyewe wa mwanzo. Huyu Mungu tayari sasa atakuwa amekaa ndani mwako. Akishakaa ndani mwako, unapoendelea kumtumikia katika roho na kweli, katika hali mabadiliko ya kitabia ya ukoo uliotoka, hakika utaona ushindi wa hiyo vita. Lakini ushauri tu na ninakusi usiogope. Kaa ndani ya mtume G.K. Mwansaso, fuata kanuni, kwa sababu uokovu ni mabadiliko ya nini? Ya tabia. Kwa hiyo vimeinuka hadi umefukuzwa kazi, ni sawa, ni kwa sababu huyo kwanza aliyekupa kazi, je, ana madhabahu gani? Amen. Na kama ana madhabahu sawa na wewe, je, wewe unatembea kwenye msingi wa haki wa huyo Mungu wa kwenu? Ukitembea kwenye msingi wa haki wa huyo Mungu wa kwenu ambaye ni pendo, unyenyekevu na uvumilivu, vile miungu au adui hatapata lango wala mpenyo wa kufanya wewe ufukuzwe kazi. Kocha msingi wewe uokovu, jua kwamba ni mabadiliko ya nini? Ya tabia. Fuata kanuni na misingi. Kwa hiyo miungu inainuka ni kwa sababu yenyewe ndio iliyokuleta ili uweze kukumiliki kwenye hayo maisha ambayo inataka yenyewe. Amen. Amina. Amina. Na mimi pia nina swali mtume. Sawa. Amina. Na swali langu, wakati ukizungumzia kwamba Kristo amerejea kwa mara ya pili na kwamba tumefunguliwa ufahamu. Lakini swali langu ni kwamba je, shetani anaweza karuhusu mtu akafunguliwa ufahamu lakini akamzuia asiingie kwenye utekelezaji? Kwa mfano kwamba shetani akaruhusu mtu afunguliwe kuhusiana na siri ya sadaka lakini akamfunga kwamba sio mtoaji wa sadaka. Shetani, kwa swali lako, kufunguliwa kujua siri ya sadaka ni pale ambapo uliamua kufuata uokovu au uliamua kumwamini Mungu wa mtume G.K. Mwansaso.
Amen. Ulipomwamini Mungu wa Mtume G.K. Mwansasu ni hatua ya kwanza. Ndio maana huwa unakuja madhabahuni ili uweze kupata maarifa sasa ya ushindi, ni kwa namna gani urejeo wa Yesu ambaye ni Kristo utaonekana una faida ndani mwako. Maana yake sasa pale unakuwa umetangaza nini? Vita. Ni hatua ya kwanza. Kwa wewe ilikupasalo ni kuwa makini na kuwa mtii wa kufuatilia maelekezo ya mtume, yale ambayo yeye anayaachilia kwa niaba ya Roho wa kweli wa Mungu aliyemfufua nani? Kristo. Ndio maana wanajaribu kusema siku zote kwamba injili niliyoibeba ni vita. Kwa nini ni vita? Hizi ni falme nini zilizo mbili zinazoshindana. Kwa hiyo swali lako linaposimama, ni kweli shetani ana uwezo sasa wa hatua ya pili usiende mbele, akakwacha na uokovu hivyo ndani ya Mwansasu. Na ukawa wewe kweli waokoa nani? Wa Mwansasu. Lakini unashindwa kubarikiwa. Kwa nini unashindwa kubarikiwa? Kwa sababu utembei kwenye msingi wa haki na maelekezo. Neno la Mungu linasema utii ni bora zaidi kuliko nini? Dhabihu. Umenielewa? Kwa hiyo kinachofanywa na shetani zaidi, anaanza kuondoa ule ufahamu. Umenielewa? Ndio maana neno la Mungu linasema mpanzi alikwenda kupanda zile mbegu. Mbegu fulani zilidondokea mara zikatokea hiki. Mbegu fulani zilidondokea mara. Pale tayari inakuwa na vita. Lakini naomba tu nikwambie kwamba ukiokoka sio kwamba umemaliza kazi. Bado vita inaendelea kwa sababu upo chini ya nini? Ya jua. Hizi ni falme mbili zinazoshindana. Na ni kweli shetani ataendelea kukaa na wewe. Hatua ya kwanza umekuwa mshindi, umemshinda, ukamwamini Mwansasu, ukaingia Omina. Lakini ukashindwa kubarikiwa ni kwa sababu unapotolewa utii, wewe sio mtii na maelekezo ya lile neno ambao ni mbinu pekee ambayo Mwansasu anaitoa. Kwa mfano, Mtume Mwansasu kila ibada anaachilia mbinu za wewe ili uweze kuvuka. Kwa wewe kazi yako moja ni kutii. Kwa kukaa kwa Mwansasu, kuitwa ukoo wa Mwansasu sio tija. Shetani atetemeki na hilo. Anachotetemeka nalo shetani, je, unafuata, unatii maelekezo? Kwa hilo lipo. Ni kweli shetani anaweza kupambana na wewe na ukakosa kubarikiwa. Amina. Mtume, mimi nina swali, na swali langu ni kuhusiana na kuvunja madhabahu, kwamba je, ikiwa mtu amevunja madhabahu lakini akaoa ama akaolewa na mtu asiyevunja madhabahu, kuna madhara yoyote ambayo yanaweza yakatokea? Kuna madhara makubwa tu. Nuru na giza vichangamani. Dhara moja wapo itakayotokea, unashindwa kupenya. Amina. Unashindwa kupenya. Unashindwa kupenya kwa namna gani? Kwanza turudi nyuma. Ni kwa nini tunavunja madhabahu? Tunavunja madhabahu ili kuikana ile imani na lile agano, kwamba ili agano ambalo lilikuwa lina neno maskini kwangu halitakuwa na haki. Ndio maana tunavunja madhabahu kwa njia ya nini? Ya sadaka. Na lengo kubwa ni kwa sababu Mungu ni wa haki. Kwa wewe utakapoanza kwenda kumwendea Mungu katika misingi na kanuni ya kwake ya haki, Mungu atakusikia. Umevunja madhabahu, lakini ukitembea kwenye msingi wa haki, ukimwomba Mungu, Mungu atakusikia. Ile miungu ya kwenu itakuwa haina haki ya kwamba wewe uwe maskini, lakini utashindwa kutimiza kusudi huku umevunja madhabahu kwa sababu hujatembea kwenye msingi wa haki. Mmeo hajaokoka. Amina. Chini ya agano jipya hilo. Amina. Una agano la kindoa la mme ambaye kwao wananena umaskini, mme kwao wananena kutofanikiwa. Kwa hiyo pale sasa unakuwa sasa unafanya vitu ambavyo sasa ni vita ya kupambana ya pande zote mbili. Mungu anajitenga pembeni ni kwa sababu mmeo hajaokoka, na huyo mmeo amekutolea mahali, upo chini yake. Kwao kuna neno maskini na magonjwa, vitakuja kwako tu. Kwa Mungu anajitenga wapi? Pembeni. Wewe cha msingi bwana, olewa na mtu ambaye mnaendana imani. Unajua hivi vitu lazima tuvitazame. Amen. Na lazima tuviangalie. Umenielewa? Amina. Lazima tuvitazame. Shetani ni jeuri sana. Unaweza ukamkimbia mahali afu akatangulia mbele. Akaangalia madhaifu yako ni nini.
yale madhaifu ikawa ni kifungo pekee, kikaenda kikakufunga wewe ndani ya Kristo, hata kama una haki ndani ya Kristo. Ndio maana nishawaambia kwamba Mungu siku zote ni wa maagano. Mungu ni wa kutunza nini? Maagano. Atakusubiria wakati ambao wewe unaendana na yeye. Mtoto wa kike, jiangalie sana. Upo umina zaidi ya miaka 3, 4, 5, umevunja na madhabahu, olewa na mwanaume ambaye yeye hajaokoka. Wewe tayari ulishaanguka. Hilo tusifichane. Amina. Tayari ulishafanyaje? Umeanguka. Hiyo zinaa ulienda kuifanya. Huyo mtu ni wa giza, ni wa nuru. Kwa hiyo utaendelea kusali ndani ya ukoo wa Mwansaso, huku wewe ni mchafu, Mungu haonekani kwako. Amen. Kwa hiyo shetani anachokitumia, anaangalia madhaifu ya hapa duniani ya kimwili katika ufahamu wako. Amen. Hayo ndiyo ambayo yeye anayachukulia ili aweze kuyafanyia kazi. Uhitaji wako ni nini? Shetani siku zote, naomba niwaambie, Amina. watu wengi haya maarifa wanashindwa kujua. Shetani haji tu kwako, anakuja kwako kutokana na uhitaji. Amina. Ukitangaza huu msimu kwamba nahitaji kujenga nyumba, vita ambayo taanza kupambana nayo ni ya ujenzi wa nini? Wa nyumba. Shetani atakuja kwa niaba ya madhabahu ya ukoo wa kwako. Ukoo wa kwako unanena kutojenga nini? Nyumba. Kwa shetani anatumika sasa kuja kukamilisha kidunia, sasa kupinga lile agano na utimilifu wa lile agano katika ulimwengu wa roho. Mfano tu ningeomba mtambue, mmenielewa? Yesu alifunga siku 40 pale mlimani, akiwa amefunga siku 40 Yesu. Malaika walitembea naye kwa nguvu moja kubwa sana. Amen. Lakini tukumbuke siku 40 alikuwa hali kitu, ila alikunywa maji. Amen. Umenielewa? Amen. Baada ya kumaliza siku 40 Yesu hakutaka maji, kwa sababu maji alikuwa nayo kwenye siku ngapi? 40. Yesu alichotaka baada ya kumaliza siku 40 katika mfungo wake, aliona njaa. Alipoona njaa tu Yesu, mjaribu shetani akatokeza. Wewe una njaa, ukitaka niabudu. Kwa Yesu angetoka mlimani bila kusikia njaa, wala shetani asingetokeza siku hiyo. Tukaelewa. Kwa wewe mwenyewe umelichokoza, lakini naomba nifundishe. Sisemi msitafute maendeleo. Maana sasa watu hapa wataanza kuogopa sasa. Kwamba kumbe nikikaa hivi hivi shetani atokeze. Tupambane kwa sababu Mungu wetu yupo. Amina. Hizi zote ni falme ziko mbili, ni lazima katika mfumo. Kwa hiyo shetani anakuja kwako kulingana na uhitaji wa kwako. Ni mfano tu wa Yesu alipotoka mlimani. Kwa hiyo ili tuliangalie sana. Mungu wetu ana nguvu, we mwenyewe una nguvu, lakini shetani atakushambulia ni kwa sababu we umetaka hapa duniani. Lakini ukitaka shetani asitokeze hapa duniani, usitake. Amin. Amina. Lakini naomba niulize swali lingine kuhusiana na mfumo wa ibada ambazo unazifanya katika madhabahu ya Homina. Mara nyingi sana mtu ambapo anakombolewa huwa unauliza, kwa mfano pepo, umepata wapi lango? Swali langu ni kwamba je, mtu hawezi kukombolewa ama kufunguliwa pasipo kujua chanzo cha hilo tatizo? Kumbuka, lango la matatizo ni dhambi. Amina. Tuna matatizo hapa duniani ni kwa sababu ni uzao wa mbegu inoharibika. Amina. Manake tumetenda nini? Dhambi. Tusingetenda dhambi wala shida, changamoto visingetokea. Hilo ni la kwanza, naomba jamii nzima ijue. Wewe ukiona na matatizo, tambua kwamba hilo tatizo nalo ni kwa sababu umetenda nini? Dhambi. Umenielewa? Amina. Umenielewa? Amina. Sasa mimi huwa naoji. Kumbuka katika eneo wa hoji, na muoji mtu ambaye mara nyingi namuombea. Amina.
lakini ambaye ni kwa mara ya kwanza namwombea, lile tatizo alilo nalo tunajua tayari ametenda nini? Dhambi. Na kama ametenda dhambi, mimi nina mamlaka ya kuondoa ile dhambi kwake ili uponyaji uweze kuondoka. Umenielewa? Lakini swali lako limesimama, kwa nini wanaoji? Ukiona mimi namhoji mtu, ujue kwamba huyo mtu kaombewa mara nyingi. Sasa tunataka tujue, kwa sababu chanzo cha tatizo lote ni dhambi. Kwa hiyo huyu ana changamoto gani? Lango limetokana na nini? Ndio maana roho chafu zinaanza kukuambia tulimchokoza, hasira ikawa hivi. Ndio maana siku zote katika elimu ambayo ni maarifa huwa anafundisha kwamba tubadilike kitabia. Hasira sio nzuri, maneno sio mazuri, uzinzi sio mzuri, kwa sababu hivi vitu vyote tunafundishana. Ukitii ukamsikiliza Mtume G.K. Mwansaso, ukatembea kwenye maelekezo yake, matatizo na changamoto havitakuwepo kwenye maisha yako. Amen. Kwa hiyo huwa naoji hasa kwa wale ambao mara nyingi nimewaombea, naanza kuoji lango ni nini? Umeelewa? Lango ni nini? Ndio maana pepo mwingine anaweza nikamuuliza kwamba unadai nini zaidi? Kuna mkataba gani? Kwa hiyo yote yale, lakini kwa ujumla huwa nachimba zaidi tujue. Kwa sababu chanzo cha tatizo ni dhambi. Kwa hiyo ili matatizo yasiwepo kwetu sisi wana wa Adamu, tusitende nini? Dhambi ni uasi, kile ambacho tunakataliwa na mtume na mtumishi wa Mungu. Tukisha kiacha tutatembea kwenye misingi ya haki, hatutapata matatizo. Kuna watu wako umina hawafunguliwi kila siku kwa sababu hawajawa tayari kubadilika. Na kama mnanisikiliza na mlijue hilo, ulijue hilo. Amina. Hasira, shida. Hebu fikiria kama yule binti yangu siku ile, unafanya kiburi mbele ya mtume wako. Hasira. Amina. Maana hasira ni nini? Hasara. Kinatokea nini? Hasara. Manake adui aliyejaza hasira ndani mwako anaenda kukuangamiza zaidi. Ndio maana tunasema utii. Wokovu ni mabadiliko ya nini? Ya tabia. Ili shetani aondoke ndani mwako, badilika tabia. Wengi tuliokoka matatizo hayaishi na kila siku yanatoka na kurudi, ni kwa sababu hatujabadilika nini? Tabia. Unayenisikiliza, badilika. Hivyo vitu vinavyokusumbua ni vitu vidogo sana. Mengine hapa tunaendelea na ibada basi kwa hekima tu. Tutakuwekea mkono kwa hekima. Lakini badilika. Amen. Tutafanyaje? Amina. 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 Na kwa wale ambao wanatufuatilia kwa upande wa Facebook kwa akaunti ya huduma ya Homina, anasema kwamba Amina mtume, tuko pamoja. Lakini pia Faraja Mwansaso anasema hosana mtume wa Mungu na watangazaji, asante kwa kipindi pendwa, nimejiungamanisha, nipo tayari kupokea kile ulichotuma nacho siku ya leo. Anasema na wafuatilia nikiwa Chaugingi Njombe. Na Amina. Toeni James Mwansaso kutoka Yule Valley anasema hosana mtume wa Mungu na watangazaji hapo studio. Amina, nipo tayari kupokea maarifa. Lakini pia Pelesi Mwansaso kutoka Anga na Ardhi ya Dodoma anasema hosana watumishi wa Mungu, tuko pamoja mwanzo hadi mwisho kipindi na nipo tayari kupokea neno la uzima ili niweze kukombolewa. Anamiliki na kutawala kutoka Dodoma. Amina. Yaani bila kumung'unya maneno kwa swali lako. Bila kubadilika tabia. Usitegemee shetani kuondoka moyoni mwako. Amina. Usitegemee matatizo ya kuisha bila kubadilika tabia. Amina. Kwa tabia, uokovu ni mabadiliko ya nini? Ya tabia. Wakristo sio dini. Sio dini. Wakristo ni mfano wa Masia. Ni mfano wa muamini wetu. Ndio maana mara nyingi wanafundisha kwamba Ukristo sio dini. Labda Ukristo wa kidini wa kimwili huo. Lakini ni mfano. Amen. Kama Dorcas ni wa Dorcas. Ni wa Dorcas ni kwa sababu wanafanana kutembea, ni watoaji sio wa kupokea, sio wazinzi. Kwa hiyo ili shetani ajitenge na wewe. Amen. Ili hayo matatizo na changamoto unayopitia ikuondoke, badilika tabia. Amen. Narudia tena. Badilika tabia. Utakaa Homina, utakaa kwenye ukoo,
wa Mwansaso hutaona matunda wala matokeo, ni kwa sababu hujaamua kubadilika nini? Tabia. Tabia ni lango pekee. Tabia mbaya ni lango pekee linalomruhusu shetani aachilie uchafu na mabaya na mateso ndani ya maisha yako. Amina. Wanaumina, naomba mnisikie na mnisikilize kwa makini. Wokovu kwa Mwansaso ni mabadiliko ya tabia, sio jina la mitandaoni ili wajue na wewe ni Mwansaso. Tabia. Kwa shetani ukitaka kukimbia, badilika tabia, wala hamna dawa nyingine. Amina. Amen. Amina. Lakini pia tuko na Adelhada Mwansaso anasema, amina mtume wa Mungu wa kweli, hakika umetumwa kuja kutukomboa na kutufungua na vifungo vya koo zetu, kwani tunaona matokeo makubwa sana. Lakini Irene kutoka Nole anasema, amina mtume, tuko pamoja mwanzo hadi mwisho. Amina. Amina mtume. Kwa hivi sasa karibu kwa ajili ya maswali ya ibada. Amina. Amina, mtume, tuna maswali ya mada siku ya Jumatano pamoja na siku ya Jumapili. Amina. Amina. Siku ya Jumatano swali la mada linasema kwamba Mkristo atajuaje kama jina lake limeandikwa mbinguni? Mkristo atajuaje kama jina lake Amina. limeandikwa mbinguni? Amina. Kama jina limeandikwa mbinguni, utajuaje? Amina. Kujua kwako ni pale ambapo maombi yako yanajibiwa na Mungu. Hilo ni la kwanza. Pale maombi yako, Amina, pale uhusiano wako na Mungu unaleta matokeo. Amina. Pale tambua kwamba jina lako liko mbinguni. Kwa nini? Si ni mamlaka ya Mungu. Amina. Umemwita, amekuja. Amina. Amekujua wewe ni mwanae. Amina. Amejua wewe upo kwenye ile bajeti. Hazina ya mbinguni imeandaliwa kwa ajili ya watoto wa mbinguni. Ni wepi watoto wa kimbingu? Ni wale waliomridhia Yesu ambaye ni Kristo, kutotembea kwenye dhambi. Manake utakatifu wako wewe, ule ndio unaokuandika, ule ndio unaokutambulisha kwamba wewe mbingu jina lako lipo, ni haki yako ya kula na kunywa pamoja na Kristo. Amina. Kwa hiyo utakatifu unaotembea nao na kuomba kwako na kujibiwa kwako ndio tiketi pekee, ndio kioo pekee kinachokupa nafasi kwamba mbinguni huko pamoja na Kristo. Amina. Sasa na nyumbani, baba anatengeneza bajeti kulingana na watoto. Amina. Na inafika sehemu unaweza kusema wewe ukuwemo kwenye bajeti. Kwa hiyo tunasisitiza lazima uwemo kwenye nini? Bajeti. Ndani ya nini? Bajeti. Kwa hiyo Mkristo atajuaje kama jina lake limeandikwa mbinguni? Ni pale ambapo maisha yake atayaachilia yatambulike katika utakatifu. Amen. Amina. Tiketi pekee ya kimbingu ni utakatifu. Kwa hiyo jiulize wewe, kama ni mtakatifu na kama ni kweli ni mtakatifu, Kristo yuko pamoja nawe, huna matatizo, jina lako liko wapi? Mbinguni. Ni wakati tu haujafika wa udhihirisho kwamba hivi na hivi kimwili au kiroho. Lakini ili Mkristo ajue kama jina lake liko mbinguni, ni pale ambapo utasomeka katika mifumo yako ya kitakatifu, kwa sababu kigezo pekee cha kukaa mbinguni pamoja na Kristo mkono wa kuume wa Mungu Baba ni utakatifu peke yake. Amina. 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 Naomba niongeze swali hapo kwamba je, kuna uwezekano wa mtu jina lake kuandikwa mbinguni na kufutwa? Mungu ni wa agano. Umeelewa? Amina. Ili uonekane kwamba limefutwa ni pale ujibiwi. Mfano tu. Amina. Umeelewa? Amina. Kuna nabii mmoja alikuwa anaitwa Sauli. Amina. Nabii Sauli wakati wa Samueli kama nabii mkuu, Samueli alikuwa anatumika na Mungu.
Manake Mungu alikuwa ananena na kusema ndani ya nani? Ya Samueli. Amina. Samueli alitumika kumpaka mafuta nani? Sauli. Lakini Sauli katika ufalme wake alikuwa sio mtii wa maelekezo ya nani? Ya Mungu. Mungu akajitenga na Sauli. Katika kujitenga na Sauli, Sauli akajikuta anaingia matatizoni. Kila akimwomba Mungu, Mungu haonekani. Kwa hiyo wewe, ili wewe sio kwamba jina lako mbinguni litafutwa, sawa bwana, litasimamishwa tu, kwa sababu tupo kwenye safari. Kesho siku na toba. Amen. Ukitubu utaanza kuliona jina lako, manake bajeti yako itafanyaje? Itakuwepo. Nimesema hivi ili uone kwamba jina lako liko mbinguni, ni pale unapokuwa unajibiwa, manake Mungu yuko pamoja na wewe. Hebu mfuatilie sana Sauli. Sauli alifika sehemu, Sauli Amina, alikuwa anamtii Mungu, lakini akapoteza ule utii wa Mungu kwa sababu ya tabia ya wivu. Amina, ya ukaidi. Kwa unapokuwa mkaidi, unapotezaje jina la kwako mbinguni, au linasimamishwaje? Ni pale ambapo kila ukimtafuta Mungu umuoni. Tunajifunza katika hii hadithi, amina, ya Sauli. Sauli alishiriki kumtii Mungu na kufanya ibada ya kuwaondoa waganga wa kienyeji wote na wachawi. amina, Lakini baadaye kila akitaka aende vitani akawe mshindi, kila kimwita Mungu haonekani. Ni kwa sababu alikosa utii. Alichokifanya Sauli, akaamua tena kwenda kwa mganga wa kienyeji. Kwa nini akwenda kwa Samueli? Samueli alikufa. Kwa nini alikuwa aje? Kwani Samueli alikufa tu ndio yeye akapotea? Mungu ukitaka Dorcas akujibu Mungu, Amen, anapitia kwa Mwansaso. Amen. Ni roho. Kwa tunachosema kwamba tatizo na chanzo cha matatizo ya jina lako, kama ulivyouliza kwamba linaweza kufutwa, kufutwa ni pale ambapo linasimamishwa, uoni matokeo. Amen. Ni mfumo wa kimbingu, ni mfumo wa kidunia. Ndio maana kuna toba. Sauli angetubu, jina lake tena lingeonekana. Kwa kama toba yake moja kwa moja mpaka umauti wake unampata, jina lake kule alitakuwepo, linafutwa kwa ufupi. Amina. Unataka kujua kwamba linaweza kufutwa au? Amina. Amina, lakini pia kuna Ngoja, ni swali moja zuri tu nini. Unasikia wapi? Ngoja. Amina. Unielewa? Amina. Lazima kazi inayofanyika ya Mungu katika wito wa kuitwa na Mungu, lazima upeleke ripoti. Amina. Lazima upeleke Ripoti. Kuna misimu ya miaka 2-3 nyuma, katika kuitwa kwangu mimi nilifanya kazi moja kubwa sana kwenye hii madhabahu. Amina. Mungu akaniita mbinguni katika kiti chake cha enzi nimpelekee ripoti ya kazi. Amina. Nimpelekee ripoti Ya kazi. nimpelekee ripoti Ya kazi. ripoti ile ya kazi ambayo nilikuwa naipeleka, mojawapo ni ya Dorcas. Je, Dorcas ulikuwemo? Nilibeba mafaili hadi mengine yanadondoka, napeleka kwenye kiti cha nini? Cha enzi. Kule kwenye kiti cha enzi nilienda kuonyeshwa mafunuo. Yupo Yesu ambaye ni Kristo katika mkono wa kuume wa Mungu Baba, na mitume wale, mitume Wale. ndio ambao wamekaa kwenye ile meza wakipokea ripoti za kazi. Baada ya kupokea, mafaili yalikuwa mengi, mengine yanadondoka. Sasa bilo doka sio la Dorcas, sio la nani, mimi sijajua. Uko pote. Yamenizidia. Amina. Manake nilihudumia watu wengi. Manake kazi ya Kristo ili ilikubalika kwa kiwango kikubwa. Amina. Umeelewa? Lakini mbele ya ile meza alikuwemo Yesu ambaye ni Kristo,
pamoja na wanafunzi wake wale mitume. Walivyoipokea ile kazi, nikapelekwa nyuma yao ambako alikuweko Mtume Paulo. Mtume Paulo amekuja baada ya wale mitume. Amen. Usifikiri kwa nini mimi wanasema mimi ni mtume wa karne ya 21 baada ya Paulo. Watu hawaamini. Ndio hiyo leo nakufunulia. Amen. Kwa hiyo mimi sasa baada ya kupokelewa zile mafaili, manake kazi maalum za kidunia hapa mbinguni inaenda kuwekwa mara pale. Umenielewa? Nikaenda kukaa nyuma ya Mtume Paulo. Paulo alikaa nyuma ya wale 12. Amen. Zote ni kazi, zinapimwa kazi zako Dorcas. Amen. Kwa jina lako mbinguni litapimwa kulingana na matendo yako, kazi zako. Haya yapo kweli. Amen. Na kama yapo kweli, mimi nimefunuliwa, naomba uyaamini. Ndio maana mimi nahubiri Injili. Umenielewa? Amen. Mimi nimetumwa moja kwa moja. Usitegemee kwamba jina langu litafutwa kule. Kwa sababu Mungu hana utayari mtu wake aliyemtuma amdhalilishe chini ya jua. Amen. Ukitaka kuamini, subiri mimi wakati wangu wa kuondoka. Haina ya mauti yangu haitakuwa kama ya kwako. Majina yako tunapeleka, kazi zako zinapimwa. Amen. Kazi yangu mimi ilipimwa na ikapokelewa na Yesu ambaye ni Kristo na wale mitume. Na mtume wa karne ya kwanza anakuja Paulo. Baada ya Paulo nikaonyeshwa mimi ndo nakuwa nyuma ya Paulo. Napeleka ripoti ya nini? Ya kazi. Wewe nafikiri ile ripoti ya namna gani? Kazi iliyofanyika Dorcas huyu. Ndio ripoti kule inaandikwa mle. Amina. 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 Tuelekee kwenye swali la mama. Hapa kidogo hawajaelewa watu. Ili ujue kwamba jina lako limeandikwa mbinguni. Amen. Jitathmini katika utakatifu. Amen. Tiketi pekee inayokufanya waandikwe kwenye lile daftari kule mbinguni ni utakatifu. Unasikia? Ni nini? Utakatifu. Ni utakatifu. Utakatifu. Huwezi ukatenda kazi ya Mungu kama sio mtakatifu. Ndio maana Yesu alituhumiwa sana. Watu wakaambia mtu asiye na Mungu asingefanya haya. Mtu asiye na Mungu. Maana utakatifu. Amina. Utakatifu ndio vazi pekee. Kwa utakatifu wako ndio kipimo pekee cha kwamba jina lako limeandikwa wapi? Mbinguni. Amina. Amina. Lakini mimi mtume nina swali. Uliza tu. Inawezekana hata msikilizaji akawa anajiuliza ulipozungumza kwamba ni mtume wa karne ya 21 ni uko nyuma ya Paulo. Sasa wewe ulijuaje kama yule aliyoko mbele yako ni Paulo? Sasa nijuaje ndio mimi nina jina mbinguni bwana. Wewe vipi? Unavimi sana wewe. Hapana. Roho hizi ni roho. Amina. Roho za kinabii zinatambuana kinabii. Kristo ndo anayeishi ndani mwangu, ndo aliyeniita, aliyeniajiri. Sasa nijuaje? Mbona unaniamini kwamba Mungu ni pendo, unyenyekevu? Tena nilijuaje mimi? Sasa mimi nimeulizwa, hii wewe mtu umeajiriwa na rais wako wa nchi, anakuita Ikulu. Unaanza kujua hivi yule ndo ulijuaje kama ndo waziri mkuu? Mimi mwenzio nina ajira mbinguni, usinichezee. Amina. Nyinyi mnanidharau tu. Unasikia? Jina langu limeandikwa kule. Amina. Historia hii haitafutwa. Amina. Umeelewa mwanangu? Amina. Kwa hiyo unaposema eti ulijuaje? Amina. Sasa mimi kule ndo nyumbani kwetu. Amina. Mimi kule ndo kwetu. Amina. Unasikia? Amina. Mimi sio Unyakyusani huko. Mimi kule ndo kwetu. Amina. Sasa wewe umeajiriwa Ikulu. Na rais wa nchi. Una wizara yako. Unaambia hivyo ulipofika Ikulu, ulijuaje yule nyuma ndio waziri mkuu? Ulijuaje yule ndio Mwigulu Nchemba? Sasa tunakwambia. Swali lake ndio kati. Shida, bado mnamdharau huyu mtume. Mwanangu, mimi kiwango changu cha kiroho nimetumwa kweli. Hii ndo nakupa hadithi. Amina. Msimu ulipofika wa mwaka wa 3 ili uweze kuvushwa, niliambiwa nipeleke ripoti ya kazi yangu. Amina. Kama vile rais, waziri mkuu anawaita wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya wapeleke nini? Ripoti.
Sasa unaenda kuuliza, sasa wewe mkuu wa mkoa, ulijuaje yule ndio Mwigulu Nchemba? Amina. Yote haya ni elimu na ni maarifa ambayo wengi watu wameokoka na wanasali bado hawaijui elimu ya nini ya kimbingu. Hii ndio kupa ndio elimu ya nini. Niliitwa nilete ripoti, nikabeba mafaili yote ya miaka 3. Amina. Pale nikaenda kukutana na wafanyakazi wenzangu wa Ikulu. Amina. Wa kimbingu, unasikia? Amina. Nikawakuta wale 12 kama Biblia inavyosema, nikawakuta wale 12 wamekaa pale. Amina. Wako na Bwana nani? Yesu. Unaona? Nyuma yao yuko mtume wa kwanza baada ya wale. Paulo. Amen. Umeelewa bwana? Amen. Kwa baada ya kupokea mafaili yangu mimi, ripoti ya kazi yangu ya miaka 3, na mimi nilipopokelewa na mengine yalikuwa yanadondoka, yani nilifanya kazi ya kiwango cha juu. Ikulu ilifurahi. Baada ya pale nikaenda kuwekwa nyuma ya nani? Paulo. Ya Paulo. Sasa unajuaje kwamba alikuwa ni Paulo? Sasa wewe. Amina. Amina. Tuko idara moja. Amina. Ndio maana aliitwa mtume. Amina. Ila hivi unaona kama mtume Mwansasu anapiga porojo. Endelea hivyo tu wakati unakuisha. Amina. Amina mtume, kuna swali la mfuatiliaji kwa upande wa Facebook ambaye anaitwa Chris Kabarika. Swali lake anasema, ni changamoto gani mtume unazipitia katika kazi zako za kuhubiri Injili, na ni nini ushauri wako kwa wasioamini katika ukuu wa Mungu? Changamoto ninayoipitia mimi kama mtume wa karne ya 21 badala ya mtume Paulo, changamoto moja hapo inayoipitia ni watu ya kutoamini. Amina. Kwamba Yesu ambaye ni Kristo ana uwezo wa kuondoa magonjwa. Yesu ambaye ni Kristo kwamba ana uwezo wa kukufungua vifungo ambavyo umefungwa kutokana na madhabahu zako unazotoka. Amina. Hiyo ni changamoto moja hapo kubwa sana ambayo naipitia. Na changamoto nyingine kubwa ni ndugu huwa hawaniamini. Amina. Mmoja wapo huyu Chris huyu. Hii changamoto ni kubwa sana kwangu kwa huyu Chris huyu. Amina. Kwa changamoto ninayopitia mimi, napenda sana na ninatamani sana Kristi atumike ndani ya Kristo. Amina. Unaona? Kwa naumia sana. Kwa changamoto ni nyingi sana, lakini nawasihi nini watu? Waamini kwamba mtume G.K. Mwansasu ni mtume wa karne ya 21 na ni kweli ametumwa kwa ajili ya kuja kuokoa ulimwengu, manake kuwabadilisha watu wasiwaendee waganga, wamwendee Kristo, kwa sababu kwa Kristo kuna kutawala na kumiliki. Kwa changamoto kubwa ambayo ninayoipitia kwenye hii kazi iliyo ngumu sana, watu kutokuwa tayari kumwamini Kristo kwamba ana uwezo wa kuwapa ubunge, ana uwezo wa kumpa uwaziri, ana uwezo wa kuwa bilionea kwenye biashara, una uwezo wa kulima ukavuna. Unaona? Hii ni changamoto moja ambayo ni kubwa sana. Na changamoto ambayo ya mwisho ambayo nataka kuisema, ambayo naipitia ambayo ni ngumu sana, ni kwamba wanaume wa Kiafrika hasa wa Kitanzania hawana utayari kubadilika kutoka kwenye mila na nini na desturi katikati ya wake zao. Amina. Hii ni changamoto moja ni kubwa sana sana, ambayo nalala na kesha. Kwa sababu ya nini? Hawajajua siri ya kufanikiwa. Siri ya kufanikiwa iko kwa mkeo. Sasa Kristo kwa sababu anatufuatilia na yeye tayari inaelekea anapenda ili aweze kumwamini mtume G.K. Mwansasu ili mema na hazina ya mbinguni iweze kuingia kwenye familia yake. Yaani achukue hatua. Naomba nimuulize swali na aweze kujibu. Si yuko live? Amina. Si yuko live? Amina. Yuko live. Amina. Kristo, gari bila matairi lina uwezo wa kutembea? Kwa changamoto ni imani. Amina. Ni imani. Umeelewa? Hata Yesu mwenyewe nyumbani kwao hawakumwamini. Kuna wakati hata ndugu walimfuata mara wasema amechanganyikiwa huyu. Umeelewa? Kumbe sivyo. Kwa kigezo kikubwa kinachoifanya
injili ya Yesu ambaye ni Kristo iponye watu, sijui watu wafunguliwe imani. Watu hawana imani zaidi ya kuamini kwa waganga wa kienyeji, zaidi ya madhabahu miungu, wanaenda kujengea makaburi ya wafu. Hilo ndo changamoto kubwa. Najitahidi sana watu waachane, wajue kwamba mauti chanzo chake ni nini? Ni dhambi. Hilo tu ndo kubwa. Hata Yesu mwenyewe hawakumwamini katika hilo. Kwa changamoto ninayoipitia mimi kwenye kazi mojawapo ni ile ya watu kutoniamini tu kwamba kweli mimi nimetumwa. Lakini nasema hivi, mimi nimetumwa, amini. Ukiweza kuamini, utamu wa ngoma ingia ucheze. Utamu wa ngoma ingia ucheze. Amina. Amina. Amina mtume. Tuna swali la mada ya siku ya Jumapili, na swali linasema kwamba je, Mungu wa kweli anatazama sadaka au chanzo cha sadaka? Okay. Mungu wa kweli, amina, anatazama sadaka au chanzo cha sadaka. Amina. Kwenye nini? Mtu anapotoa sadaka. Mwelezake vizuri. Kwamba mtu anapotoa sadaka ili sadaka iweze kumfikia Mungu, Mungu anaangalia ile sadaka au anaangalia hiyo sadaka kaipata wapi? Amen. Kwa tunapofika ibada ya kumfanyia Mungu kwa njia ya sadaka, amen, Mungu anachokitazama chanzo cha ile sadaka. Hilo ndio pekee analotazama Mungu. Amen. Chanzo cha ile nini? Sadaka. Kwa nini? Sadaka ya kwanza ambayo Mungu anaifurahia ili aweze kuachilia mbaraka na kufunguliwa kutoka kwenye giza kuingia kwenye nuru ni moyo wako. Amen. Chanzo cha moyo wako ni nini? Chanzo Dorcas, Krisi, chanzo cha moyo wako Krisi ni nini? Krisi sio mwili, Krisi ni roho. Amen. Chanzo cha hiyo roho inayoitwa Krisi mpaka inataka ibarikiwe na Mungu, chanzo chake ni wapi? Je, chanzo chake ni Adamu wa kwanza au Adamu wa pili? Je, chanzo chako ni mbegu inayoharibika au mbegu isiyoharibika? Kwa hiyo Mungu ili aweze kufanya kitu kwako, aipokee sadaka yako, kitu cha kwanza anachokitazama ni moyo wako, roho yako. Chanzo chake ni wapi? Ni kwenye kutenda mema au giza? Ndani yake kama una maarifa na una upeo mkubwa wa kiungu kama nilioubeba mimi, sadaka yoyote lazima iwe na chanzo. Amen. Na aina ya chanzo chochote katika kazi za mikono ya mwanadamu inafuatana na roho yako. Kwa Mungu anachokitazama katika kubariki na kuipokea sadaka ni chanzo. Amen. Cha sadaka. Chanzo chake nini? Je, kwenye ukahaba? Chanzo chake je, kwenye ujambazi? Chanzo chake je, nini? Kwenye miungu? Tunaposema kwenye ukahaba, ukahaba ni roho iliyokaa ndani mwako, ndio maana nimetamka roho. Kwa chanzo kikubwa cha Mungu ili sadaka yako iweze kupokelewa na kubarikiwa, unaangaliwa moyo wako. Ndicho pekee kinachoangaliwa na Mungu. Amen. Umeelewa? Ndio maana Mungu ana uwezo akakufanikishia hata kabla hajapokea sadaka aina ya vitu, kwa sababu sadaka ya kwanza ameipokea, kwa sababu hiyo sadaka yenyewe unayotegemea kuileta anajua inakotoka. Amen. Hapa naomba makini sana. Amen. Naomba makini sana. Wengi watu wanajua Mungu anapokea sadaka ya vitu. Lakini hivyo vitu, kumbuka chanzo chake ni moyoni mwako. Huwezi ukaenda kuzini Dorcas kama moyoni mwako hujaamua kuzini. Amen. Kwa chanzo cha ile zinaa tujue kufumania pale ni wapi? Moyoni. Kwa Mungu apokeni. Apokee pale guest. Ndio maana sisi tuliotumwa na Mungu katika roho na kweli katika urejeo tunashughulikia chanzo. Hatufukuzi wazinzi, tunashughulikia nini? Chanzo cha uzinzi ni roho.
chanzo cha jamii ya Kiafrika au Tanzania na wanaume wa makabila mbalimbali, chanzo chao cha wao kutojali wake zao, chanzo chao cha wao kutoendelea kimaendeleo. Tunaangalia mila na desturi. Ndio maana nasema mimi nimetumwa kushughulikia madhabahu. Chanzo cha umaskini na magonjwa na shida ni nini? Madhabahu ni ibada, agano lililomo rohoni. Hilo ukilikataa, ukalikiri, ukalikana, tayari tutakuwa tumemaliza tatizo. Hatutaona tena Kristo akienda kujengea makaburi. Amen. Hatutaona Kristo anashindwa kukaa na mke wake vyema, ni mfano wakajadili ili wawe na maendeleo. Amen. Kwa sababu ameuliza swali moja hapo na mimi nikajibu kwamba katika kero ninayoiona watu wanashindwa kunielewa ni namna ya mila na desturi kuwatenga wanawake. Afrika tunashindwa kufanikiwa, nchi yetu tunashindwa kufanikiwa, ni kwa sababu mila na desturi ndizo chanzo cha matatizo yote. Umenielewa? Amina. Amina. Na kuhusiana na swala la sadaka, kuna swali la Martina Mwansasu kutoka Hagafilo. Ameuliza, naomba kuuliza na kujifunza, je, ni halali kwa mwanadamu asiyeokoka kuja kutoa sadaka kwenye madhabahu ya Mungu wa kweli na ikapokelewa? Ndiyo. Ni halali. Shamniangalia chanzo chake. Tumetoka kuhubiri hapa. Ni halali mwanadamu asiyeokoka sadaka yake ikaenda madhabahuni kwa Mungu na ikapokelewa na akabarikiwa. Amen. Tunamwona Kornelio. Amen. Unasikia? Unajua watu wengi hawajui. Amen. Uokovu ni ibada tofauti. Sawa. Ni kumjua Mungu na kuokoka ni vitu viwili tofauti. Hilo ningependa jamii ijue. Tunamsoma Kornelio ili wengi wajue. Hebu soma kwa Kornelio, soma Matendo ya Mitume hiyo 10. Yaani Mungu anachoangalia moyo wako. Huo moyo chanzo chake ni wapi? Umenielewa? Kuna watu hawajaokoka. Umenielewa? Hawajafanyaje? Lakini wanamuishi Mungu. Unajua elimu ya kiungu ni ngumu. Tumekwambia ni Mungu ni pendo, ni unyenyekevu na uvumilivu. Kwa wapo ambao hata wameokoka lakini hawatembei kwenye upendo, unyenyekevu na uvumilivu, lakini ni wa Pentekoste, mbingu wataikosa. Lakini wako ambao wao sio Pentekoste, wana dini yao tu, lakini wanambeba Mungu wa kweli ambaye ni pendo. Chanzo chao ni Mungu wa kweli, na wanafanya ibada za nani? Za Mungu. Utamwona Mungu. Some Kornelio. Matendo ya Mitume 10. Amina. Matendo ya Mitume 10 kuanzia 1. Inasemaje? Inasema palikuwa na mtu Kaisaria. Jina lake Kornelio. Akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia. Alikuwa mkuu wa majeshi. Amen. Lugha zingine alikuwa waziri mkuu. Umeelewa? Tena alikuwa anatoka kwenye nchi ambayo nchi yenyewe imetangaza kwamba haina dini. Haina dini. Waziri mkuu wake yeye ana dini yake, ana ibada zake. Amen. Twende. Mtu mtaua. Mchaji wa Mungu. Mchaji wa nini? Wa Mungu. Mtaua, mtakatifu. Kwa utakatifu haupatikaniki tu kwenye kuitwa mlokole. Amen. Mlokole si unawajua? Nimesema ni mabadiliko ya nini? Ya tabia. Sio Pentekoste. Huyu ni mtaua. Ni mcha nani? Mungu. Maana anamtumikia Mungu, anatembea kwenye misingi ya haki ya nani? Ya Mungu. Mungu anatujua ndani ya mioyo yetu, ndio chanzo cha maisha yaliko. Yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi. Unaona? Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi. Na kumwomba Mungu daima. Manake moyo wake ulielekeza kwa Mungu. Mungu sio dini. Mungu sio dhehebu. Mungu sio Pentekoste. Mungu ni roho inayosimama katika tunda la upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Akaona katika maono waziwazi.
katika maono wazi wazi. Kama saa 9 ya mchana. Saa 9 ya mchana. Tena neema kubwa sana hii. Alikuwa ametulia huyu. Amen. Malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Kornelio. Akatazama sana, akaogopa akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sala zake na sadaka zake zimefika juu mbinguni kama ukumbusho wa nini? Sasa basi peleka watu Yafa, wamwite Simoni aitwaye Petro. Yani aje mtume Mwansasu. Achape sasa injili, kazi maalum. Kuna watu wana kazi maalum. Amen. Kule mbinguni kule. Kuna watu wana kazi maalum. Ndio maana swali lako ulijuaje kwamba yule ndio mimi na kazi maalum wewe mtoto? Amen. Niko kwenye haya makanisa na ili anga kwa kazi maalum. Niendelee. Endelea. Amina. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja, jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani. Atakwambia yakupasayo kutenda. Atakwambia yakupasayo kutenda. Yaani mfano huyu Kristo akiamua huyu. Umeelewa? Kutembea kwenye msingi wa upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Atatokewa na Mungu kwamba nyanyuka, nenda Njombe, kuna mtume. Amen. Kapokea ujumbe. Amen. Ule ujumbe sasa utamtoa kama nani? Kornelio. Lakini Kornelio tunajifunza ni kwa nini malaika walimjia mchana saa 9 kutoka mbinguni. Ni kwa sababu alikuwa mtaua. Amen. Alikuwa mchaji wa Mungu. Alikuwa anatoa sadaka kusaidia wenye uhitaji kama asili yake Mungu ilivyo, upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Amina. Na yule malaika aliyesema naye akiisha kuondoka, Kornelio akawaita wawili katika watumishi wake wa nyumbani, na askari mmoja, mtu mtaua katika wale waliomhudumia daima. Mtaua mtakatifu, unaona? Amen. Mtakatifu. Maana yake huyu jina lake Kornelio lilikuwa wapi? Mbinguni. Kwa sababu ya nini? Ya utakatifu. Utaua. Mtakatifu. Na alipokwisha kuwaeleza mambo yote, akawatuma kwenda Yafa. Hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri kukaribia mji, Petro alipanda juu darini kwenda kuomba, yapata saa 6 ya mchana. Akaumwa na njaa, akataka kula, lakini walipokuwa wakiandaa, roho yake ikazimia. Akaona mbingu zimefunuka, na chombo kikishuka kama nguo kubwa, inateremshwa kwa pembe zake 4 hata nchi, ambayo ndani yake walikuwamo aina zote za wanyama wenye miguu 4, na hao watambaao na ndege wa angani. Kisha sauti kamjia kusema, ondoka Petro, uchinje ule. Lakini Petro akasema, hasha Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi. Yaani wewe hapo mtume Mwansasu unatokewa sasa. Umeelewa? Mhudumie huyo Kristo, unaanza haiwezekani huyo, sijaye kumuona umina. Hizo ni mila na desturi. Mungu hana hayo. Hayo ndio aliyomkuta Petro kwa mila yao na desturi ya Kiyahudi. Unaona? Vibudu sijui vidudu gani walikuwa nakataliwa, yaani kujitenga. Unajua Wayahudi walikuwa wanajitenga na wengineo. Amen. Walijiona wao ndio wenye nini? Haki. Kumbe wakati wa kufa na kufufuka wa Yesu ambaye ni Kristo, hapana hayo. Amen. Hakuna dini. Amen. Hakuna udhehebu. Mungu anachotazama upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Angalia dini gani? Unaweza kaa upo waumini lakini huna upendo na unahubiriwa kila siku sio mnyenyekevu wala sio mvumilivu. Mungu huna. Na ili tujue kwamba Mungu huna, kila ukiomba hakutakuwa na matokeo. Amen. Hakutakuwa na matokeo kwa sababu hujabadilika tabia. Kornelio tuendelee. Amina. Sauti ikamjia mara ya pili ikimwambia, vilivyotakaswa na Mungu usiviite wewe naye. Unaona? Mungu amemlidhia huyo mtu. Amen. Jambo hili likatendeka mara 3. Kisha kile chombo kikapokewa tena mbinguni. Kikapokewa tena mbinguni. Hata Petro alipokuwa akiona shaka ndani ya nafsi yake, maana yake nini maono hayo aliyoyaona, wale watu waliotumwa na Kornelio wakiisha kuizuia
nyumba ya Simoni wakasimama mbele ya Mungu. Unaona Mungu alivyo kwa walio wake. Ibada ilifanyika kwanza. Amen. Kabla wageni hawajafika, lakini Petro aliona kila kitu. Unauliza kwamba ulijuaje yule ndio Paulo? Mimi nimeajiriwa niko Ikulu. Unajuaje yule ndio Mwigulu Nchemba? Na wewe bwana wewe. Wakaita wakauliza kwamba Simoni aitwaye Petro anakaa humo. Na Petro alikuwa akiyafikiri yale maono. Roho akamwambia, wako watu watatu wanakutafuta. Basi ondoka ushuke ufuatane nao. Usione tashwishi, kwa maana ni mimi niliyewatuma. Petro akawashukia wale watu, akanena, mimi ndiye mnayenitafuta. Mmekuja kwa sababu gani? Wakasema, Kornelio akida, mtu mwenye haki, mchaji wa Mungu, aliye na sifa njema kwa taifa lote la Wayahudi. Unaona? Kwa taifa lote la Wayahudi. Lakini alikuwa hajaokoka. Amen. Sadaka zake, ibada zake zimepokelewa wapi? Mbinguni. Lakini alibakiza kigezo hiki kimoja. Tuishie hapa. Amina. Amina. Kuna swali lingine la msikilizaji. Swali lake anasema, Petro alimuuliza Yesu kwamba tukikufuata wewe tutapata nini? Yesu akasema, mara 100 duniani kisha ufalme wa Mungu. Na swali lake anauliza, kwa nini walokole wengi ni maskini? Na anasema kwamba sio waumini tu, mpaka wachungaji. Mbona mimi sio maskini? Hizo ni hisia zake yeye. Wala wachungaji wala walokole sio maskini. Kwani mimi sio mtumishi wa Mungu? Kwani mimi ni maskini? Hapana. Hapana. Alichouliza Petro mimi nimepata. Amen. Ila katika kupata kuna kanuni. Amen. Kuna misingi. Kwa maana yake hapa Petro alikuwa anathibitishwa anapoachana na kazi yake ya kimwili. Yeye alijua kwenda kuhubiri injili hakuna faida. Kuhubiri injili kuna mafanikio, ndio maana mimi nimefanikiwa. Amen. Kwa hata wewe hebu weka imani. Nimeulizwa swali moja la msingi sana. Kikwazo na changamoto gani ambayo kubwa naipata katika kazi yangu? Watu kutoamini. Unajua watu hawaamini kwamba kwa Yesu kuna kuponya. Amen. Watu hawaamini kwamba kwa Yesu kuna kufunguliwa biashara kama mabilionea. Watu hawaamini kabisa kwamba una uwezo wa kupata vyeo kwa kupitia Yesu ambaye ni nani? Sio kama nielewa. Kwa hiyo Petro mwenyewe kwanza kumfuata Yesu na kuacha kazi yake alikuwa hana imani kwamba mimi nitaishije. Tafuteni kwanza ufalme wa kwake, mengine yote mtazidishiwa. Imani. Wewe umeridhiwa, jina lako liko mbinguni. Wewe umetumwa kweli, mashaka ya nini? Na niwape siri, tunapotumwa na Mungu hakuna mjadala wala mkataba wa kula wala kufanya nini. Anajua tu utaishi. Amen. Ndege wa angani wanafanyaje? Wanaishi. Wewe shida nini? Ndio wewe aliyekuumba yeye. Kwa tunachojenga hapa ni imani. Kwa Petro alikosa nini? Imani. Kwa Yesu akamhakikishia imani. Kwa ningependa tu niseme kwamba ndani ya Kristo wa urejeo katika kufanya kazi ya Mungu kuna kufanikiwa. Ndio maana Yesu mwenyewe alisema, mara 100 wapi? Hapa duniani. Hatimaye ufalme wa mbinguni. Amina. 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 Kwa unaona ni maskini ni wao tu, ufahamu ni mdogo. Unajua kufanikiwa ni hatua nyingine ya ufahamu. Amen. Umenielewa? Sio kwamba ukiokoka tu kwa unavikuta tu bure. Hakuna. Lazima ufanye kazi, lazima upambane, lazima ushindane. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nini? Nguvu. Maana lazima upambane. Sio kwa sababu eti neno limesema mara 100. Kwa hiyo na wewe umebweteka tu unataka 100. Ufalme wa Mungu tangu enzi za Yohana na manabii. Ufalme wa Mungu patikanika kwa nguvu. Nao wenye nguvu wanauteka. Nao wenye nguvu wanauteka. Nao wenye nguvu wanauteka. Lazima ujitoe. Amen. Watu waacha, hii ni dunia. Amina. Amina. Na swali la mwisho ni la Beatrice Mwansaso. Anasema, mtume wa Mungu, sasa ni kwa nini waumini na wachungaji mbalimbali kila mmoja anajiona bora kuliko mwingine wakati Mungu anaangalia moyo? Ni roho ya mbegu isiyoharibika. Mbegu iharibikayo walikotoka. Ndio maana tunasema uokovu ni mabadiliko ya nini? Tabia. Ya tabia. Kwa wako watu, Beatrice, wewe kuokoka kwako, kuitwa Mwansaso,
kuwa mwanaumina chini ya Mwansasu sio kwamba wewe ndo mwenye haki. Jichunguze ndani mwako. Ndio maana kila siku tunahitaji kuungama mbele zake Mungu. Amen. Kwa sababu tuko vitani. Kwa wachungaji na waumini wanajiona wao ni bora, ni kwa sababu ya ufahamu wao tu. Lakini ukiwa chini ya jua sio kwamba ni bora. Umeelewa? Lakini na uwezo wa kuelezea ubora wangu mimi mtume Mwansasu kwa sababu anayenena si mie. Amen. Ni Kristo wapi? Ndani mwako. Sasa Beatrice, naomba nikuulize, hivi Kristo sio bora zaidi ya wengine? Ni bora. Wewe ndio Beatrice. Beatrice, nakuuliza, Yesu ambaye ni Kristo wa urejeo ni bora zaidi ya wengine au sio bora? Tuendelee, kuna swali lingine? Hapana, karibu kwa ajili ya ujumbe wa leo. Ujumbe wa leo ni mwendelezo ule ule wa kutumwa kwangu kwa ajili ya kushughulikia madhabahu za koo. Katika utume wangu ambao mbingu zinanitambua, daftari langu, ajira niliyopewa mbinguni ni kwa ajili ya kushughulikia madhabahu za koo ambazo wana wa Adamu wanatoka. Kwa nini? Ni kwa sababu hizi madhabahu zinawakilishwa na nani? Na Shetani. Lakini lengo na kusudi, nataka watu watambue. Watu wanalalamika magonjwa walionayo, watu wanalalamika vikwazo, kila wakitafuta pesa haionekani, ndoa zao zina changamoto. Kuna mahala wewe mwenyewe umetereza. Kumbukeni ndugu wasikilizaji wote mnaotufuatilia dunia nzima, Afrika nzima, Tanzania nzima, Njombe na nyanda za juu kusini. Kumbukeni mimi nimesema nimetumwa kushughulikia madhabahu za koo. Madhabahu za koo zimeonekana ndio chanzo cha hayo magonjwa ulionayo. Amen. Ndio chanzo cha hayo unayoyapitia kwenye ndoa yako. Ndio chanzo hayo unayopitia mahala pa kazi, unatafuta ajira. Kuna chanzo chake. Kila ukitaka unatafuta, ni mtafutaji, wewe ni waidi, lakini kuna chanzo, ndio maana unafeli. Mungu ni ufahamu. Amen. Mungu ni maarifa. Na haya maarifa kwa lugha rahisi, ndugu wasikilizaji, ni elimu. Lakini hii elimu ni elimu ya kiungu, sio elimu ya kidunia. Ningependa sana Kristo anielewe. Mimi nimebeba elimu ya kiungu. Sijabeba elimu ya nini? Ya kidunia. Na ni kweli elimu ya kidunia mimi sijasoma. Lakini ya kiungu nina elimu ambayo ndio kubwa kuliko elimu ya kidunia. Ndio maana leo hii wako walio wasomi na madegree na masters ni wajinga. Na kila wakitaka kupenya hawapenyi. Ni kwa sababu wamekosa elimu ya nini? Ya kiungu. Kwa ninaleta elimu ya kiungu kwenye hizi mic na hivi visemeo vya Homina Gospel Radio, mitandaoni kote waliotufuatilia. Hebu kuwa makini, sikilize hii elimu. Elimu moja hapo niliyotumwa ni kwa ajili ya kushughulikia madhabahu za koo. Kumbe madhabahu za koo ndio chanzo cha hili taifa unaloona linashindwa kuendelea. Ni madhabahu na watu wake wanashindwa kuendelea. Ni kwa sababu wameshikwa, wamebebwa na madhabahu za koo wanazotoka. Ningependa watu wajue na jamii zijue kwamba madhabahu za koo tunazotoka, upande wa baba zetu, upande wa mama zetu, upande wa wake zetu, upande wa waume zetu, hizi madhabahu ni mawakala wa kuzimu, zinawakilishwa na Shetani. Kwa hayo yote unayopitia, yoyote unayenifuatilia, unahangaika ili aweze kukuisha, lazima ukutane na mtume G.K. Mwansasu aweze kuishughulikia madhabahu moja wapo ya upande wa baba yako. Inanena masikini, inanena magonjwa, inanena kutokuwa na kibali mara pa kazi. Upande wa mama yako, upande wa baba yako, upande wa mkeo, yote yatazama. Hii ni elimu. Niko mara hapa kwa ajili ya kuachilia maarifa, elimu ya kiungu. Maisha ya mwanadamu yoyote chini ya jua, serikali yoyote, nchi yoyote, yako rohoni. Amina. Yako wapi? Rohoni. Ndio maana unakutana na viongozi wetu, rais anapoapishwa, wanaomwapisha anapewa vitu vya kimila, vya kichifu. Manake ibada ni za wapi?
kuzimu rohoni. Amina. Ningependa hilo watu wajue, lakini leo tutapitia kwamba wewe mwenyewe ni chanzo. Anayenena si mie. Amina. Ni yule Roho wa kweli wa Mungu aliyemfufua Kristo. Amesema nikwambie, chanzo cha matatizo ulionayo ni wewe mwenyewe. Nitegemea mtauliza kwa namna gani? Mimi ndo nasubirishia sasa. Unaweza ukaunganishwa na nguvu za giza kwa kupitia wewe mwenyewe. Wengi watu hawajui tatizo lolote linalokuingia kwenye maisha yako, kwa lugha rahisi ya kiungu tunaita nguvu ya nini? Ya giza. Ya giza. Na tunaiondoa nguvu ya giza, tunaleta nuru. Amina. Nguvu ya giza inamwakilisha shetani, ndio ubaya na uchafu wa kila aina. Nuru inamwakilisha Kristo, ndio kufanikiwa. Amina. Kwa tunapotafuta mafanikio tunatafuta nuru, ili mwanga uangaze, watu wakuone, watu waone unachokifanya, uwe mtu kati ya watu. Sasa huwi mtu kati ya watu, changamoto na matatizo, kila mipango yako inagoma, kila mipango yako inagoma. Kila unapotaka kufanya kikao, unataka kulipwa, mgogoro ndani ya nyumba unaingia, kwa mkeo, kwa mme wako, kazini, kila unapotaka kufanikiwa mgogoro. Jua ni wewe mwenyewe chanzo chake. Huna hii elimu. Huna nini? Elimu. Mfano wa wanandoa. Hawa wanandoa tunafundisha saizi kwamba wanaume wa Kiafrika lazima tubadilike. Tumpe thamani mke, kwa sababu mke ni tairi linalowekwa kwenye gari. Mwanaume ni gari. Sasa wewe tairi unaliacha pembeni au lithamini, gari litaenda wapi? Linapumzika. Maanake hakutakuwa na matokeo. Unaweza ukaunganishwa na nguvu za giza kwa kupitia wewe mwenyewe. Kwa namna gani? Kama ulishawahi kwenda kwa mganga wa kienyeji, jitathimini sasa. Haya yote unayopitia, unaweza ulikuwa ujui ni kwa nini mimi napitia haya. Nafanya sana kazi usiku kucha, nina mipango, sio mwizi, ni mwaminifu, lakini sipenyi. Mungu amenituma nikwambie, kumbuka umekwenda kwa mganga wa nini? Wa kienyeji. Na ukatoa kitu chochote kwa mganga wa nini? Wa kienyeji. Kile kitu ulichotoa kwa mganga wa kienyeji ndio chanzo cha hayo unayopitia. Kile kitu ulichokitoa kinachokuhusu wewe. Au umekwenda kwa mganga wa kienyeji ukachanjwa nini? Chale. Ndio chanzo cha hayo unayopitia. Kwa kama umekwenda kwa mganga wa kienyeji ukatoa sadaka, ukatoa nguo kama sadaka, ukachanjwa chale, kuingia agano la mara pale, jua kwamba ulishajiungamanisha na madhabahu ya shetani. Ndio maana adui wa maisha yako anapata lango. Watu wanainuka kila unapotaka kupata pesa. Yanainuka mabaya ndani ya nyumba yako, yanainuka kazini, watu wanainuka. Kumbuka umekwenda kwa mganga gani? Na kwa yule mganga umekutoa kitu au kachanjo chale, tayari uliingia agano la kuzimu. Kwa yule adui wa maisha yako ana haki ya kuzuia mpenyo wa kwako. Waganga wa kienyeji ni mawakala wa kuzimu. Nimetumwa niseme. Amina. Waganga wa kienyeji ni mawakala wa shetani. Na juzi nilifundisha kwamba kama leo hii bado una mbinu za kupambana na shetani wa Edeni, yani wewe utoki. Ili uweze kumshinda shetani piwa, ili uweze kubadilika, badilisha ina ibada. Usiende waganga. Amina. Usiende mashehe, usiende baharini kuingia mikataba. Shetani anakuwa ana mbinu za kila aina kulingana na nyakati. Leo kuna Freemason, wako Illuminati. Wote hao ni mawakala wa shetani wa kuzimu. Kama umewahi kuenda kwa mganga wa kienyeji ukawaendea Freemason,
waendee Illuminati. Ndio chanzo cha hayo leo hii. Si umekataa agano lao kule ulitoa na ulichanjwa chale. Waganga wa kienyeji ni mawakala wa shetani. Kazi yao ni kuhakikisha kila mtu anayefika pale ambapo ndipo kilinge cha kwao wameweka, ukikanyaga tu mara pale kwa mganga wa kienyeji tayari wewe, wale wanasema mtu amefika. Wakufika wapi? Kuzimu. Kuzimu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, naamini unahangaika sana, unalia sana, ni kwa nini sipenyi, najituma sana, najitoa sana, nimetulia sana, lakini sipenyi. Kumbuka, kama umekwenda kwa mganga wa kienyeji mwingine yote ukatoa kitu mara pale, ulijiungamanisha kuzimu. Kwa kuzimu kule shetani anakuwa na haki ya wewe ya kufeli. Manake miungu sasa na madhabahu za kwenu zinazonena maskini, zinazonena kutofanikiwa, zinazonena magonjwa, zinainuka, zina haki na wewe kwa sababu ulienda kwa wakala wao. Kuna kitu uliacha kwa mganga, ulichanjwa chale. Chale likawa ni lango pekee la kuzimu linalotambulisha giza. Kwa giza linapotumwa na adui wa maisha yako mwingine yote. Unajua ubaya wa shetani. Unajua shetani mjinga sana. Amina. Shetani ni mjinga sana. Ni mjinga sana. Waganga kwa waganga wanashindana wako. Kwa wewe unaelia, hata kama hujaokoka, ulienda kwa mganga, kuna mwenzio mwenye wivu hapo kazini kwako au kwenye biashara na wivu na wewe amekwendea kwa mganga. Kule anaenda kukutana sasa na madhabahu za ukoo wenu, zinanena maskini, zinanena magonjwa, zinanena kutokuwa na ajira, umesoma upati ajira, zinanena wewe hujatulia tulia tu, zinanena kuharibu ndoa yako, huna hekima. Mungu wa urejeo ametuzuia tusiwaendee waganga wa kienyeji au kuwafanyia ibada wafu. Amina. Kwa sababu maisha yako ya kiroho yanaunganishwa kuzimu. Yaani manake pale unapoenda kwa mganga wa kienyeji, manake unakabidhi maisha yako, kufanikiwa kwako kuzimu. Kumbukeni nimesema mwanadamu yote ili afanikiwe chini ya jua ni kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Shetani ni roho na Mungu Ni roho. Ibada ni za kiroho. Amina. Tusiwaendee waganga wa kienyeji, tusiende kuwafanyia ibada wafu. Kwa kazi moja wapo ya lile swali alilouliza Chris, kazi kubwa nilionayo mimi ninapopapitia ni pagumu, ni kuwakataza watu wasiende kuwafanyia ibada wafu. Lakini wao hawana utayari, na hawana utayari kwa sababu hawaamini kwamba Kristo anaweza kumpa urahisi mtu wa Mungu. Kwa ningependa tu kwamba jitambue, jua kwamba hayo unayopitia nakupa maarifa kwamba unayapitia hayo kwa sababu umekwenda wapi? Kwa mganga. Na kule kwa mganga umekutoa nini? Umekutoa kitu. Amina. Au umekuchanjwa nini? Chale. Lakini Mungu ametukatalia tusiwaendee waganga wa kienyeji, tutatiwa unajisi. Amina. Mungu ametukatalia tusiende kufanya ibada kwa wafu, kwa sababu yeye si wa wafu. Tunakuwa tunatiana nini? Unajisi. Samueli wa kwanza 28:3. Amina. Samueli wa kwanza 28 mstari wa 3. Inasema basi Samueli alikuwa amefariki dunia. Samueli alikuwa amefariki dunia. Nao Israeli wote walikuwa wamemuomboleza na kumzika huko Rama, ndani ya mji wake mwenyewe. Tena Sauli alikuwa amewaondolea mahali mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Mimi nimekuja kwa ajili ya kuondoa waganga wa kienyeji. Amina. Kwa sababu ni wakala wa wapi? Wa kuzimu. Nimekuja kuwabadili watu wasifanye ibada za wafu. Amina. Kwa sababu wanaenda kuwafanyia ibada mapepo. Amina. Kwa watu bado wanateseka, wanatoka kutambika kwenye nyumba zao kwa wazazi wao, wanarudi bado matatizo ni yale yale. Hii ni elimu mpya na waletea ya kiroho. Unapoenda kufanya ibada za wafu, tayari unajiungamanisha kuzimu, ni unajisi. Amina. Wala hawana kitu.
kumtambikia akupe nini? Mamako amekufa na magonjwa. Nauma unasema ukamtambikie mamako. Kwani asingejitibu yeye? Ndio maana tunakataza hizi ibada. Amina. Ukimwangalia mganga mwenyewe ni marehemu tu. Unamwendea akupe kutoka wapi? Tunamwabudu Yesu ambaye ni Kristo wa urejeo, kwa sababu alikufa akafufuka. Anacho cha kutoa. Mimi leo niko hapa natangaza Alhamisi na Jumapili saa 4 tuna ibada za uponyaji, kufunguliwa na kukombolewa, kwa sababu niliye naye anacho cha kutoa. Samueli huyo. Sauli akasema endelea. Amina. Nao Wafilisti wakakusanyika, wakaenda kufanya kambi huko. Mimi nataka 3 tu. Inasema. Amina. Naomba nirudie. Irudie tena. Mimi nataka 3 tu. Kwa sababu nimekataza kuwaendea waganga wa kienyeji. Tumejifunza hapa Sauli akiwa kama mfalme, umenielewa? Amina. Alisikia sauti kwa Mungu kwamba eneo hilo la wana wa Israeli, nchi hiyo, auwe waganga wa kienyeji wote, kwa sababu wanalitia taifa nini unajisi. Hata mimi nimetumwa kwenye hili anga la hili taifa kuondoa wazee wa vimila wote, waganga wa kienyeji wote wanatia unajisi hili taifa. Linashindwa kuendelea litoke hapa lilipo. Ni kwa sababu ibada zao ni kwa wafu. Amen. Kwenye mapepo. Tunaona pehe. Basi Samueli alikuwa amefariki dunia. Nao Israeli wote walikuwa wamemwomboleza na kumzika huko Rama, ndani ya mji wake mwenyewe. Tena Sauli alikuwa amewaondolea mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Kwa sababu alikuwa analeta unajisi, nchi inaenda na mikosi na baraka, kwa sababu wazee wa vimila. Viongozi wetu kazi zao ni makafara tu, wanaenda kujengea makaburi, kuabudu miungu. Nchi haiendelei. Mimi nimetumwa kuwatoa kwenye hizo ibada. Kristo anaweza. Amina. Anaweza. Amina. Kristo anaweza. Nchi na matatizo hii. Kiongozi anaingia mara pale, ana nia njema ya kulitoa hili taifa, lakini anachoshindwa nini? Kwao aina ya ibada mara pa juu, anaabudu wafu, anaabudu mapepo. Tunaamini namna unavyoweza ukaunganishwa na madhabahu za ukoo wako za kishetani. Matatizo, changamoto, hayo yote unayopitia, ujui chanzo chake nini? Chanzo chake ni wewe mwenyewe. Ulienda kujengea makaburi, ulienda kuwafanyia ibada wafu, uliwaendea waganga, katoa kitu, kachanjwa na nini na chale. Sasa njoo tukuombee ili miungu ya ukoo wenu ambao ndio inaonena hayo unayopitia ikuachilie. Amina. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ishe juu mbinguni. Baba, naamini ulikuwa pamoja nami. Naamini ujumbe wako wa leo umeingia kwa kila mmoja. Naamini kuna matokeo, kuna mabadiliko kwa ajili ya aina ya ibada. Kila mmoja alipo akajitafakari. Amekuwaendea waganga akatoa sadaka aina gani? Aliwaendea waganga alichanjwa chale za aina gani? Alikwenda akafanya ibada kwa wafu, maana yake alijadili, akapanga mipango na wafu, mapepo. Leo hii gharama ni kubwa kwenye maisha yake. Magonjwa, ndoa haina amani, maroho ya uzinzi, zinaa yamejaa katikati. Amini kwamba hayo yote yanayokusumbua chanzo chake ni hizo ibada. Lakini mimi leo niko mahali hapa Mungu. Naamini kila mmoja hiyo roho inamuondoka. Baba, inavyoondoka mahali hapa, ondoka pamoja na mimi, lakini kukawe na matokeo kwa kila mmoja aliyesikiliza ujumbe. Najiweka mkononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Amina ndugu watangazaji. Amina.